الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ndugu zangu, wapenzi wangu, wasikilizaji ambao tunashirikiana kwa mambo ya kheri, naomba kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie na tuwafikishe kwa kila jambo la kheri, atuwafikishe kuwa kwenye mstari mzuri, imani nzuri, vitendo vizuri, mpaka tukutane na Yesu Subhanahu wa Ta'ala. Mazungumzo yetu leo ni mazungumzo ya baada ya Ramadhani, baada ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Na mimi ningependa tuelewane kwenye Viswahili vyetu tunavyozungumza. Kila mara tunapozungumza lugha tunazungumza tuzielewe maana yake. Tulikuwa tunafunga, jambo la kusema mtu alikuwa nafunga ni jambo ambalo tumelizoea kwa Kiswahili chetu. Umefungasha, umejifunga, umefunga na umejiandaa mpaka umetimiza lile ambalo limekusababisha kujizatiti na kufunga na kukania na kila jambo. Manake mtu anataka kusafiri, unafunga safari. Manake mtu anataka kufanya ibada, unajifungasha kunako jambo lile ambalo ni jambo la kheri unalolifanya. Sasa jambo la kufunga mwezi wa Ramadhani ni jambo la kujifungasha, ni jambo la kuazimia, ni jambo la linataka vitu ambavyo vinafaa mtu kufikia kwenye lengo. Jambo la kwanza, tunajua mambo ya ibada yote inataka nia. Jamani, jambo la nia tuwe tunalielewa vizuri. Nia ni kitu kikubwa sana. Mimi sikuwa na lazima kuzungumzia nia, lakini nakupeni mfano kidogo. Nia ya bwana mkubwa mmoja na mapesa yake, anataka kujenga, ana nia kujenga jumba kubwa ambalo ni headquarter ya kazi yake, ndiyo itakuwa ofisi yake kubwa ya kuchunga kazi zake na mabenki na mafactory na industry, vitu hivyo. Ana nia anawaita mainjinia na wakusanya na waambia, nia yangu nataka kujenga nyumba kubwa ambayo itakusanya kazi zangu zote, ziko Ulaya, ziko Afrika, ziko Marekani, ziko Canada, kazi zangu zote nataka kuzikusanyia kwenye nyumba moja. Sasa hii nia watu wanaifasiri mpaka wanaandika kitabu cha project ya fulani ana project, maana fulani ana nia kufanya kitu fulani. Kitabu kinaandikwa, nyumba inashereheshwa, ni etaje ina mahitaji 50, inashereheshwa mpaka kitabu kinaandikwa, kinatoka. Mwanake mainjinia watakuwa nasoma kile kitabu na kufuata na kuwa mwenye mali amekitia saini, na wale mainjinia wote wametia saini kwamba hiyo ni ukweli wa nia ya mtu fulani. Sisi kwenye Uislamu, Mwenyezi Mungu ameturahisishia unuie tu rohoni. Wewe nia kufanya kwa rohoni, nia yako ya rohoni hii wallahi inakuingiza peponi. Nia yako inakuingiza peponi au nia ambayo itakuingiza ndani ya moto wa jahannam. Sasa tunakuja kwenye Ramadhani. Mtu umenuia mwezi Ramadhani unakuja, umenuia ya Rabbi, manake itakuwa ni jambo zuri wewe kukaa
uchukue dakika 2, dakika 1, niseme kuchukue kwenye wakati wako dakika nyingi, dakika 1 tu, wewe tu uinue mikono umuombe, Mola wangu nijalie kila Ramadhani nipate mavuno ya kuniingiza peponi. Ya Rabbi, nakuomba unisaidie nifanye vitendo vya kukuridhisha. Ya Rabbi, nia yangu mimi ni kukurudisha. Nisaidie, unipe msaada wako niweze kukuridhisha vilivyo. Sasa unania, kisha uwe ni mkweli. Nia yako isiwe kwenye ulimi, au nia yako isiwe maleke unatamani kufanya jambo lakini hujajizatiti kufanya. Unaweza kuwa una nia kufanya jambo ukawa mvivu, ukawa umelala, ukawa umefanya hivyo napitiwa na hivyo napitiwa, unapata uzembe. Uwe mkweli kwenye kusema mimi na nia kufanya jambo fulani. Nia yetu ni kufunga Ramadhani. Tumefunga Ramadhani, tumemaliza Ramadhani. Sasa kwa kutaka kutizama baada ya Ramadhani utakuwa namna gani baada ya Ramadhani, kwanza utizame mwezi wa Ramadhani umepata nguvu gani, nguvu ya imani. Mwezi wa Ramadhani unaambiwa kujizoweza, mazoezi ya mtu kuwa mcha Mungu, kwa sababu lengo la mwezi wa Ramadhani ni ucha Mungu. Wewe tu soma haya, maana kudafikia kwenye neno la mwisho la'allakum tattaqun, utafikia kwenye ucha Mungu, na huyu ucha Mungu ndio nakuingiza peponi. Huyo ucha Mungu ndio nakufanya wewe uwe rafiki wa Mwenyezi Mungu. Allahu waliyul ladhina amanu, uwe rafiki wa Mwenyezi Mungu. Na wale watu wabaya waladhina kafaru awliyahum taguti yukhrijunahum min nuri ila dhulumati. Sasa jambo la kufunga mwezi wa Ramadhani ni jambo la kukuingiza peponi. Ndani ya Ramadhani umeswali, ndani ya Ramadhani umejizuia hata kula halali yako. Vipi baada ya Ramadhani utasubutu kula haramu, wakati umejizoeza mwezi wa Ramadhani kuacha kula hata halali yako? Mke wako mwezi wa Ramadhani unakuwa unamfikiria lakini husubutu kumkaribia. Unampenda, unajizia hata kumtizama, kwa sababu unajua nikisubutu kumtizama tu tapata maneno. Sasa jambo zuri la kuweza kugangania ni baada ya Ramadhani yale ambayo umeyapata ndani ya Ramadhani, sasa uyaendeleze mpaka ufikie kwenye ucha Mungu. Mimi na vitu ambavyo viko mwezi wa Ramadhani watu wengi wanavielewa. Kwanza nimezungumzia kwamba unajizoweza kuacha hata vile vya halali yako mpaka baada ya Ramadhani. Ndio sasa zile haramu zinazokuwa mbele yako uwe mkishapata nguvu ya kujizoweza kukwepana, kuachana na vitu vya haramu. Mimi natoa mfano kidogo. Mwezi Ramadhani kunywa maziwa yako, kula vyakula vyako, kunywa maji, kunywa vitu ambavyo ni halali, unajizuia. Vipo naweza tena kunywa vitu vya haramu, itakuwa ni mbali yako, ni mbali kabisa.
vipi utakuwa hata mkiwa kumtizama mwezi wa Ramadhani unaogopa usije ukamtizama ukamtabani alafu kaja ukamvunja saumu yako. Vipi utatizama mwanamke ambaye si wako? Sasa mfano huyo nimeutoa ni unapitia kwenye vitu vyote ambavyo viko karibu yako, kwamba nimetoka mwezi wa Ramadhani nimepata nguvu mpaka nifikie mwezi wa Ramadhani nyingine bado niko msafi, sijagusana na haramu. Hebu kwanza sikiliza, Mtume anatupa habari njema ya kutuambia kwamba Mungu anatufutia madhambi yote yako katikati ya hii Ramadhani na Ramadhani ijayo mwaka kesho. Sio kwa Mungu anakufutia madhambi na wewe unafanya vibaya, hapana. Anakufutia madhambi, anakufurahia. Mwenyezi Mungu anakufurahia kuwa unaendeleza ile nguvu ya imani umeitoa ndani ya Ramadhani mpaka itakufikisha Ramadhani nyingine, mpaka Mwenyezi Mungu anakufurahia, anakufutia madhambi. Mungu anasema Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine unafutiwa madhambi. Unaweza kuyafanya katikati ya Ramadhani zimili, juma mpaka ile juma unafutiwa madhambi. Sasa tangu hii Ramadhani mpaka Ramadhani ijayo umepata nguvu ya imani ya kukujenga na kukazana na kuwa na nguvu kabisa kufikia mpaka Ramadhani nyingine. Bado umeepukana na vitu vya haramu, unafanya vitu vya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwezi Ramadhani sio kwamba unaswali swala 5, unaswali sunna. Kila swala ni alfajiri una rakaa 2 za sunna kabla ya dhuhuri, na baada ya dhuhuri rakaa 2 au rakaa 4. Kabla al-asri una sunna, kabla al-maghrib au baada al-maghrib una sunna, kabla al-isha baada al-isha una sunna. Halafu nakuja tena qiyamu laili ambayo ulikuwa unaiswali nyumbani peke yako. Sasa umefanyiwa njia nzuri ya kusema ujipatie thawabu nyingi sana. Uiswali ndani hii sunna, uiswali ndani ya jamaa. Hii sunna ulikuwa ukiswali peke yako ndani nyumbani kwako, unapeleka msikitini, mnakutana, mnaswali swala jamaa, mnapata sababu nyingi sana. Sasa baada ya Ramadhani endeleza swala hii, rudisha nyumbani nguvu, endelee na nguvu sana zile swala za sunna zile. Swali hiyo katika 11 kama mtu alikuwa akiswali, kutoka na hadithi ya Aisha alikuwa akiswali rakaa 12 ila usiku, rakaa 13 hizo tu. Ukishindwa 11 fanya 9, ujishinda 9 fanya 7, ujishinda 7 fanya 5, jifanye shindwa 5 fanya 3. Manake zile witri ni hesabu zisizogawika mara 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11 au 13. Ndio mtu alikuwa akiswali hivyo. Hivyo watu wengi wanajitahidi manake kuswali rakaa 20, 30, ngapi. Vyote hivyo ni mambo ya uzushi tu. Mtume alikuwa kiswali 11 au 13. Kuna vitu vizuri. Kwanza hizo rakaa 11 watu wanaswali kwa kujituliza, kwa kusoma Qur'ani vizuri, sio bla 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 bla. Hapana, kusoma Qur'ani pole pole,
mpaka unatua. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma usiku bana. Ibn Mas'ud anatuambia siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam ameanza kusoma sura al-Baqara. Ibn Mas'ud akamfuata. Wanaswali pamoja, lakini Ibn Mas'ud anasema abaina daswali atasoma aya 100, halafu hapana 100 ameimlia sura al-Baqara, ameingia kwenye sura Ali Imran, ameingia kwenye Nisa, raka hiyo ya kwanza. Sasa maana yake wewe hulazimike kusoma sura al-Baqara, wala kusoma vitu vingi. Soma kile kiasi unachokiweza, lakini dumu. Anasema Mtume, vitendo vizuri ni vile ambavyo vinadumu japo ni vidogo. Adwamha walwaqal, manake ni yale ambayo unadumu kwayo japo yatakuwa ni madogo. Uganganie. Sasa meleza kwenye swala, unaswali swala za faradhi, unaswali swala za sunna, mpaka unafikia kwenye tarawehe. Sio sunna raka 2, sio ya raka 4, 11 usiku. Mwezi wa Ramadhani uirudishe nyumbani. Haya, mwezi wa Ramadhani huyo kuna dhikri, mtu kufanya dhikri. Manake sio kutumia ushanga, tumia hata kwenye vidole vyako vile tunagawa kwenye kidole kimoja, na unaona ni kinagawika mara 3. Kuna tumifupa 3 tumeungana, tatu mpaka mara 5, kwenye 15. Ukifanya mara 2 unakuwa 30, unaongeza 3 na kuwa 33. Hayo haongoje kuwa na ushanga wa Kristo. Sasa kuna kusoma Qur'ani mwezi wa Ramadhani. Manake watu wenye misikiti mengi wanahitimisha juzu 30. Siku 30 juzu 30. Siku 29 tayari juzu 30 wanasoma. Sasa wewe jaribu. Ujizoeze kusoma Qur'ani. Ujizoeze kusoma Qur'ani. Manake nyumba yako, wewe mama, wewe baba, zoeza nyumba iwe ni nyumba ya Qur'ani, sio nyumba ya muziki jaba. Nyumba ya muziki tu, manake watu wa TV muziki. Sasa hiyo nyumba yenyewe jamani ya muziki, na muziki hiyo ndani unasikia dada fulani ndiye anakuimbia mpaka unakuja kushiduka, unakuwa mpenda dada fulani naimba vizuri. Audhu billah, unampenda dada fulani kweli. Alafu dasema kama ulifunga Ramadhani, alafu mpata nguvu, ulikumigiziwia hata mke wako. Sasa unakuwa mwezi wa Ramadhani unafungua tena mambo fulani na kuimbie au kuchezee. La haula wala quwwata. Vitu hivi lazima kuachana navyo. Hasa kina dada hawajui la kufanya nyumbani. Manake mtu anaona kama yuko nyumbani, manake hana kazi. Dada fulani hana kazi, siku hizi anakaa nyumbani. Audhu billah. Hiyo si sheria yetu ya Kiislamu. Sheria yetu ya Kiislamu ni mwanadada huyu kuwa nyumbani, manake kutwa nzima yuko kwenye vitendo vya ibada. Kutwa nzima yuko kwenye vitendo vya ibada. Huku anapika, anapakua, anafanya kazi zake, na huku adhuriki tayari baada ya kuswali alfajiri anaswali hizo raka 2 za dhuha. Anaswali ya dhuhuri, anaswali hizo raka 2 za kabla ya dhuhuri na baada ya dhuhuri. Anaenda kwenye alasiri, anashinda swali. Hii watoto wanakutizama.
Hawa watoto ndio wazaa dada, wanahitaji haja kubwa sana. Hawa watoto ukae nao, wazoeze kufunga, wazoeze kusema maneno mazuri, wazoeze kupukana maneno mabaya. Vile unavyovifanya watoto wanasoma kwako. Watoto wanasoma vile unavyofanya kwako, vile unavaa, vile unacheka, vile unafanya nini, vile unavyovisikia, vile manake watoto wanakufuata. Hebu jifikiri, huyu Mungu alikuweka mtoto ndani ya tumbo lako miezi 9, kakufunga huyu binadamu miezi 9 umbebe. Baada ya miezi 9, miaka 9 nyumbani, umfundishe mpaka we mtu mzuri, Muislamu mzuri. Naam, kwa sababu tuhusia tunapotafuta kuoa mke, uwe mke wa dini. Huyu mke wa dini atawalea watoto zako kidini, sio kuwafundisha kuimba mimbo kila siku TV, kila saa TV. Hapana. Huyu mama, manake ameitwa mama, kwamba mama ni madrasa, mama ni shule, ni shule. Manake shule watoto, manake baada ya miezi 9 tumboni, wewe utamfundisha huyu binadamu mpaka pelekwe shuleni aweze kumsikia mwalimu, kwa sababu amelelewa vizuri, ni mtu mzuri, amepata vitu. Mama, wallahi, kumnyonyesha mtoto, wewe kumgua na kubeba mtoto ndani ya mimba miezi 9, halafu kumnyonyesha mtoto ndani ya maziwa ya mtoto. Watu wajuzi wenye wale watu unawasema ni watu wa science, wamegundua kwamba mtoto kama kunyonya maziwa ya mama yake, ana vitu fulani vinapungua ndani ya mwili wake. Wallahi. Na ukirudia kwenye kisa cha Musa alayhi watu wasalam, alipozaliwa akakataa kunyonya maziwa ya mama yote mpaka maziwa ya mama yake. Sina wakati wa kuzungumza kisa hiki, lakini ni lazima tuelewe kwamba mwezi wa Ramadhani, bwana bibi lazima muwe na nguvu, mupate manake mjizoweze uchamungu. Huyu uchamungu uwapelekee mpaka Ramadhani nyingine mko wenye uchamungu. Mwenye ufunga Jumatatu, mwenye kufunga Alhamisi, mwenye kwenye ufunga siku 3 za kila mwezi. Ili tarehe 10 ya Kiislamu, tarehe ya Kiislamu 13, 14, 15. Na pengine ukichelewa unaweza kufanya 14, 15, 16. Hakuna wasiwasi. Hizo siku 3. Sasa vile unavyofunga, watoto wako wanakutizama, watoto wako wanakuwa na wanakuelewa vile mama alikuwa akifanya, na watoto watafanya, na watoto wanaathirika. Lakini mama unakwenda tafuta mali, watoto na watupia mama fulani mwenye kulea watoto. Wewe unafikiri kweli hawa watoto wanaelewa vipi huko? Wewe unafikiri baada ya miaka 1, 2, 3, 4, 5 mpaka watoto wanakuwa? Na wewe watoto wakishakuwa wanafanya kazi, watakuwa wanashughulika na kazi zao. Wewe watakutupa kwenye garbage huko, kwenye shelter huko, ndio utakwenda kutupa huko. Huko huone mtu wako, wewe ukakae kwenye nyumba ya wazee. Wanake watoto ndivyo ulivyowazoweza, ulikuwa ukiwatupa kwa nana au nana, sijui huyo mama mnamhitaji mwenye kulea watoto. Sasa jamani, tuachane, tujikaze, tuwe watu wa Mungu. Riziki yako Mwenyezi Mungu ataileta. Mama, mwezi wa Ramadhani huyu umekwisha, lea watoto wako Kiislamu. Wewe ni madarasa. Mungu amewafanya hawa watoto, hakuwapeleka kwa fulani, kakupa wewe.
mama fulani kapewa kwake. Kila mtu awalee watoto mpaka ukutane na Mwenyezi Mungu, atakuuliza uliwaleaje watoto zako? Watoto zako uliwaleaje? Wafundisha vipi? Nini? Kisi cha kusema, Mtume anasema utague mke unapotaka uoe mke wa dini, maanake uwape watoto dini, umwonyeshe mume wako dini. Manake mwezi wa Ramadhani unakusanya vitu vyote. Mwezi wa Ramadhani ndio tunatoa watu wengi wanahesabu mali zao kutoa zaka mwezi wa Ramadhani mpaka Ramadhani anajua lazima mwaka umekwisha nitoe zaka. Mwezi wa Ramadhani unaswali hizo swala 5 mwezi wa Ramadhani mpaka zinazidishwa mpaka tarawehe, sunna na nini. Mwezi wa Ramadhani unaambiwa usifunge kusema kula na kunywa, funga na macho, funga na masikio, funga na kila kiungo chako kiwe kwenye njia nzuri. Mnaita kwamba ni kiwe na discipline, manake kiwe na mwendo mzuri. Sasa unapokuwa umepata faida mwezi Ramadhani, utaelewa. Baada ya Ramadhani ukisikia unatamani kufunga tena, unafunga. Unasikia unatamani kuswali swala za sunna, hizo duha nini, manake vitendo vizuri. Manake nyumbani kwako mume wako, hebu kwanza nigusie jambo fulani. Kweli mume na mke mke anapokujua kama wewe bwana ni mtu wa dini, kuwa wewe huna uhusiano na mwanamke yote asiyekuwa maharimu wako, mwanamke anatulia. Ile utulivu tuliambiwa ndani ya aya, a'udhu billahi minashaitani rajim, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ile sakani, manake kuwa na utulivu. Utakuwa na utulivu kama unamjua mume wangu hana mchezo, huwa acheze na wanawake, huwa azungumza na wanawake, huwa asike na wanawake, huwa atazame wanawake. Bwana anakwenda kazini, anajua mke wangu yuko nyumbani, hana mizaa, hawezi kufungulia bwana mwingine na mimi sipo. Mke wangu hatumiki, ameacha kazi, alikuwa akitumika benki, nimemnasiki ameacha kazi benki, alikuwa na bwana huyu au mabwana walikuwa kimpenda. Na huyu wewe mama unakwenda benki, umejipamba mama, umejifanya mzuri, unakwenda uko kwenye benki, unacheka na wanaume mama. Sasa mume wako kule yuko kazini kule, roho na mgonga, huyu mke wangu ila anatumika benki, na kule kuna kina fulani na kina fulani walisoma naye, wanampenda kuliko mimi, na wengine walitaka kumuoa, nikamtangulia. Bwana hawezi kupata ile sukuni, sakina hawezi kupata ule utulivu wa nafsi hawezi kutulia, inakuwa na wasiwasi. Huyu dada anashinda benki, huyu dada anatumika kwenye factory, huyu dada anatumika kwenye kazi fulani, anatumika na wanaume. Ya ilahi, adasaimika huyu mama. Ya ilahi, Mungu. Sasa yote hayo ninakusanya kwamba mwezi wa Ramadhani utufikishe kwenye uchamungu. Kila mtu awe na disipline, awe na energy fulani, awe na nguvu fulani, na awe na tabia nzuri ya Kiislamu, mpaka baada ya Ramadhani tuweze kupona. Wallahi jamani, tuwe tunabizana kweli. Wewe nyumba yako ikiipuka moto, utakimbia, pengine moto kugusa, utabaki na vibaranga, maana nyumba yako iungua, moto vikakurukia. Unakimbia, mwanao anabakia ndani,
uhusudu kwenda kumguza, uhusudu kwenda kumchukua, mnakufa pamoja. Sasa moto wa jahannam, jamani, tuwe tunaogopa moto wa jahannam. Mungu anatuambia ogopeni hiyo jahannam. Hiyo jahannam Mungu anatuambia ni ya hatari. Sasa tuwe kwenye mstari mzuri, tuwe kwenye uchamungu mzuri, ili tuweze kuwa watu wazuri, tupate hiyo pepo ya Mwenyezi Mungu. Haya, sasa vitendo vya mwezi wa Ramadhani ni vingi sana, vizuri sana, lakini kuvitaja tu bila sisi kushikamana navyo vinakuwa havina faida. Hebu tuvitaje. Hebu tizama, kujizuia mambo ambayo yalikuwa ni halali, unajizoweza kuachana na mambo ambayo japo ni halali. Mwezi Ramadhani ujizoweza mpaka mwisho wa baada ya Ramadhani usibutu kugusa haramu, kwa sababu hata halali umejizoweza kusubiri na kuiacha. Nimetoa mfano mke wako usibutu kucheza naye. Kipita leo baada ya Ramadhani tukenda kucheza na mke alisi wako. Ramadhani unaogopa kumtizama mke wako, utakuja kufikiria fikira mbaya na kuweza kumvamia, uharibu somo yako. Unajichunga, achana baada ya Ramadhani, usiwe na mwanamke yote. Dada hivyo jichunge, manake mume wako akuelewe, mke wangu hana mchezo. Tumezoea sisi kusema umekwenda kwa fulani, anamwita mke wako, anawapambanisha. Bwana we, achia mbali kuona unamchukua mke wako kama vile ni kitu cha anasa cha kumkaribishia kila mtu. Unamkaribishia mke wako, unamkaribishia wanaume, unamkutanisha na wanaume. Mke wangu njoo kama muone rafiki yangu, njoo kama msalimia rafiki yangu. Haramu. Rafiki yako anakuja kufuata wewe, ni bwana mwenzako. Usisubutu kumkutanisha na mke wako. Kesho ujipatikana madhara huko, huweza kujua, huweza kufunga nafsi ya binadamu na kuja kutembelea. Pengine alikuwa anamtafuta mke wako, hujui. Wewe unamjua kama ni mtu mzuri, ni mtu mcha Mungu, lakini shetani anaweza kumgharibu pamoja kumsikia na kumfuata mke wako. Sasa unamfuata kwa sababu anamfuata mke wako kwa sababu umemruhusu azungumze na mke wako, amuone mke wako. Tena saa ingine namuona kuvaa nguo za Kiislamu, haujitandia. Ni nguo zinaonyesha maumbile. Hivi vitu ni lazima tuvifikirie ili tupate ucha Mungu, sababu lengo la kufunga tupate ucha Mungu. Sasa nimegusagusa mambo, lakini mwezi Ramadhani ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu alikuwa akipenda kuwapa watu. Na wewe mwezi Ramadhani ukizoweze japo na $1 unaiona ni hiyo moja, hebu jaribu kuweka kwenye sanduku ya msikiti kwanza. Hebu jaribu kwanza kupika chakula, waite ndugu zako, mchangie hata chakula bana. Mwite jirani yako bana, mwe kuchangia hata chai. Ukizoweza kutoa. Mwezi Ramadhani Mtume anamsifu bin Abbas kwamba Mtume alikuwa anatoa sana, na akiwa akipenda kutoa sana mwezi wa Ramadhani, Jibril anapokuwa anakuja kumfundisha Qur'ani. Lailatul Qadri, tunatafuta Lailatul Qadri, tupite baraka za Lailatul Qadri. Sasa unapojizoweza, ulikuwa ukitafuta Lailatul Qadri, sasa imekwisha Lailatul Qadri. Ipo kwanza, elewa kwamba ziko siku nzuri Mungu ameziweka baraka.
Hebu jifikirie kwanza. Mungu, Mtume SAW anatuambia Mwenyezi Mungu kukaribia alfajiri, Mungu anakaribia viumbe, anakuja kwenye mbingu nakaribia binadamu. Mungu anasema, wako wapi wenye kuwa na haja niwasaidie? Watu wote wamelala wanaongoroma. Wewe mtu unaamuka, unanyatia, unatawadha, unaamuka, unamwamsha mke wako, mna swali. Zile swali ndio wakati Mungu anataka mtu gani ana haja nimsaidie. Sasa hizo saa zenyewe ulikuwa kila dako mwezi Ramadhani, baada ya Ramadhani ziwe ni saa zako za kuweza kufanya udhu na kuswali ile swala ya usiku, kiyamu laili, tahajudi, tarawehe, kiyamu Ramadhani. Ina majina. Hiyo ni swala moja tu, ina majina mazuri. Sasa jamani, tujikaze baada ya mwisho wa Ramadhani, tuwe watu wazuri, tuwe tumeona kama tumepata faida baada ya Ramadhani. Sasa mimi naweza kutoa nafasi ili kama kuna maswali tuweze kuulizana inshallah, na pengine tapata fursa nyingine ya kuzungumzia tena mambo ya uchamungu inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh, barakallahu fik. Allah kubariki kwa juhudi zako hizi na darasa ambayo kwamba umetoa siku hii ya leo. Nasaha ni nyingi sana ambazo umetufikishia. Ni kwamba kwa ufupi ni kwamba Ramadhani imemalizika, lakini ibada bado zinaendelea. Kwa hiyo tusi watu wa Ramadhani, bali tuwe watu wa kumwabudu Mwenyezi Mungu daiman katika maisha yetu. Naam, nafikiri nataraji kwamba sote alhamdulillah tumefaidika na nasaha hizi ambazo umetufikishia. Kwa hiyo kama walivyozungumza ni kwamba yote ambaye ana swali inshallah nakaribishwa hivi sasa. Kama kawaida yetu, tumia namba zangu, tuma message fupi ili tufungue line yako. Namba yenyewe ni 202 262 5134, au unaweza kutumia namba za Sheikh Salum ambayo ni 512 627 7009. Fatuma ujumbe mfupi tukafungua line yako, au unaweza kubonyeza star kwenye simu yako mara 2, line yako ikatoka kwenye mute ili upate kusikika unapouliza swali lako. Basi karibuni ndugu zangu, mwenye swali anakaribishwa hivi sasa. Naam Sheikh, kuna hali ambayo limejitokeza. Ndugu yetu anasema kwamba zungumza kwamba alama au ishara ya kuonyesha kwamba ibada yako imekubaliwa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kule kuwa na hamu au na shauku ya kufanya ibada za sunna labda au za faradhi. Ndugu yetu anauliza, je, kuna aina nyingine au ishara nyingine ambayo inaweza kuonesha mwanadamu au Muislamu kwamba ibada zake za mwezi mtukufu wa Ramadhani zimekubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Naam. Wallahi alama ni nyingi sana. Lakini alama kubwa ni mtu kuwa anapenda mambo ya kheri,
mambo ya ibada, mambo ya hivi. Halafu unakuwa unapenda mambo ya ibada na unajisikia kwamba umebadilika kiasi fulani. Unajihisi kwamba umebadilika kiasi fulani. Kuna vitu fulani ulikuwa ukivifanya umeviacha. Kuna vitu fulani ulikuwa ukivifanya hata pengine vilikuwa ni vitu havitambuliki kama ni haramu, lakini vile vitu ambavyo vinashubua ni haramu au si haramu si nini, unakuwa unaviacha. Kuwa na sifa za kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu na kunasikia unampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hebu kwanza tujifikie. Hebu kwanza natoa mfano kidogo. Mimi napenda sana kuelezea mambo ya michezo kwa sababu vijana wengi mnapenda michezo. Mtu anaweza kuwa anazaliwa hapende michezo, hapende mpira, hapende kabumbu, hapende hivi, lakini atakuja kujizoweza baada ya kuwa binadamu, anajizoweza mpaka anakuwa mchezaji mzuri. Kuwa mchezaji mzuri haije kwa ghafla. Ni lazima uwe na mazoezi. Na mazoezi ni vipi? Lazima upange kwamba saa fulani nitakuwa kwenye mazoezi, saa fulani nitakuwa kwenye mazoezi fulani, saa fulani nitakuwa kwenye mazoezi fulani, halafu nikitoka kwenye mazoezi fulani nitakwenda mahala fulani. Unajipangia hivyo, unakuwa na tabia hivyo mpaka ulikuwa huwapende watu wa sinema, unapenda watu wa sinema kwa sababu umejizoeza kufuatana nao. Ulikuwa hupende mambo ya kwenda kwenye filme, unapenda mambo ya filme, unapenda mambo ya uchu, unapenda mambo ya haramu kwa sababu umefuatana na watu wana visa vibaya. Sasa tuzame kinyume chake. Ulikuwa zamani unakwenda sinema umeisimamisha, hauendi tena sinema. Unakwenda tafuta fasi gani kuna madarasa msikitini, fasi gani kuna mkutano wa kina dada, fasi gani kuna mkutano wa wanaume wanafanya kazi fulani za msikitini, kuna visomo fulani. Manake unajiunga kwenye kundi la watu wenye vitendo vya dini mpaka unakuwa mtu wa dini. Hebu kwanza kidogo hapa. Mimi naweza kutoa mfano kwa yale mauto nayo. Mimi nakwambia, mimi napokumbuka halaka zetu hizi, ilikuwa wazungumza Kiswahili wote wafuate halaka Swahili. Manake ni vitu vinatutayarisha sisi kuweza kuchukua njia na msimamo wa kidini mpaka tufikie peponi kwa Mwenyezi Mungu. Sasa alama, kwa kifupi nimesema mengi, lakini alama kubwa ni kujigundua kwamba nimebadilika. Nilikuwa kwenye kundi fulani, watu walikuwa na swali lakini wanachanganya vitu vingine vibaya na vitu vingine vizuri, nimeachana nao. Siku hizi nafuata mimi watu ambao ni watu wazuri. Kwanza nafuata Muhammad, kila kitendo Muhammad alifanya na mimi nakifanya. Nakwenda kwenye Google, nauliza Google niambie vitendo fulani, Google naambia vitendo fulani kutokana na mtume, nauliza mashehe naambia ni kweli, tayari unakwenda. Hizi ni alama zinazokuonyesha kwamba nimebadilika, nimepata faida kwenye Ramadhani. Hebu nasimama kidogo hapa. Naam Sheikh. Shukran kwa jibu swali hili. Bila shaka nataraji kwamba ndugu yetu amefahamu na sisi ambao tunakusikiliza tumefaidika insha Allah. Ama swali la kufuata
ndugu yetu anauliza swali, anasema kwamba katika waadhi wako siku hii ya leo ulizungumzia kuhusikana na mama wa Kiislamu au mke ambaye ni Muislamu kubaki nyumbani na kuwa madrasa ya watoto wake au watoto wa mume wake. Anasema kwamba anashukuru sana shekhe kwa kutoa nasaha hizi. Bila shaka ni tatizo kubwa sana katika Waislamu ambao kwamba wanaishi huku katika nchi hizi za magharibi. Hapo anasema kwamba Waislamu siku hizi au anasema Uislamu siku hizi ni kwamba tumebaki nyuma, mambo yetu mengi sana yamebaki nyuma sana, yanakuwa katika kabisa hali ya duni kabisa, kwa sababu mashekhe zetu huwa wakitufahamisha tutoe sadaka na tuchangie katika mambo ya kheri, lakini hatufahamishi na sehemu gani ambapo tutatoa pesa. Kwa hiyo kumruhusu mke au mke wangu awe anafanya kazi kwa sababu tu pesa hizo ambazo kwamba atazipata katika kazi hiyo zije kusaidia katika mambo ya Kiislamu ambayo kidogo yamebaki nyuma, hapo kwa malengo hayo itakuwa ni sahihi kufanya hivyo au la? Hapana. Wallahi jambo hilo linanigusa. Maswali hayo nimeulizwa mara nyingi sana, mpaka mwisho nimeingia kwenye mabaraza. Mama anasema mimi naniambia nibaki nyumbani. Mimi niko Kisheta. Mimi ni Kisheta, lazima nifanye kazi. Lazima nimsaidie mume wangu. Lazima nifanye hivi. Sasa jibu, bwana, Mungu ana khiana. Mungu alituumba bila sisi kumuomba, kwa mapenzi yake katuumba. Hakutufanya wanyama, hakutufanya wewe binadamu. Ameniumba mimi na wewe, hakutufanya panya, hakutufanya inzi, ametufanya binadamu ambaye kamuita khalifa mtukufu wa daraja, khalifa. Sasa Mungu anakuambia we mama, kaa nyumbani usome Qur'ani. Hizo aya mbili zipo ndani ya Qur'an. Mungu amezitayarisha. Mama, kaa nyumbani, wakanda fi buyuti kunna. Jamani, kaeni nyumbani. Hebu sikiliza kwanza. Ni mzee wenu. Wallahi nasema hivi, nimemwapa Mungu, namjua Mungu ni nani. Wallahi riziki, utajiri hauje kwa sababu ya mtu kufanya kazi usiku na mchana. Kuna watu wengine wana kazi 2-3, anatoka kazi na kwenda kazi, anatoka kazi na kwenda kazi. Wallahi mtu anafanya, anahangaika hivyo, anakufa hivyo miaka 500, miaka 1000 vile vile. Nina maana gani? Wallahi utajiri unatoka Mwenyezi Mungu. Utajiri ni jambo linatoka Mwenyezi Mungu. Sasa wewe unasema Mungu kakuumba. Hebu jitazama kwenye mwili wako. Tazama hizo nywele zako, tazama hayo macho yako, tazama hayo masikio yako, tazama tumbo lako. Wallahi Mungu aliyekuumba akakutengeneza hivyo amesahau riziki ya kukupa? Na yeye Mwenyezi Mungu kadufanyia. Kazi yako wewe kiumbe ni kumwabudu. Maana kumwabudu nini? Ni kuwa lazima uwe mtu safi. Maana wenye kumwabudu Mwenyezi Mungu lazima anakoga bafuni, anajipaka sabuni, anatoka vizuri, nguo zake zimepigwa basi. Vile vile kwenye imani yake anaikosha. Hataki uchafu kwenye imani yake. Hataki uchafu kwenye ibada zake. Hataki uchafu kwenye jambo lake lote la kidini. Anataka kumfuata Muhammad. Mungu anakutaka, anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mimi sikuwaumba binadamu na majini isipokuwa tu
waniabudu. Hii ndizo kazi tumepewa, kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwenda kutafuta riziki ni kwenda kupapasa, kwenda kuchukua vitu tajana Mwenyezi Mungu kisha viweka. Mungu akakufanya guarantee riziki yako inatoka kwake. Mungu anatuambia tusiue watoto, tusichukie kuzaa watoto kwa sababu ya kuogopa watakufanya njaa, kwa sababu watakueleza kwamba watakula vyakula vyako uwe maskini kwa sababu watoto ni wengi. Audhu billah. Mmekushaona hapa, tumekwisha hapa kuja hapa kwa wazungu. Mzungu anazaa watoto wawili, hataki watoto wengi kwa sababu hataki wamlie mali, hataki wamsumbue. Baba kabwira huko hana pesa, anazaa watoto 10 wote wanakuwa, wallahi wanakuwa wote. Sasa jamani, turudie kwa Mungu, tujue kwa Mungu ndiye ana uwezo wa kutupa riziki. Mungu hakusahau. Kuna vitu vitatu binadamu wote, matajiri, wa maskini, wenye mali, wasiokuwa na mali, watu wote tuna vitu vitatu: chakula, kivazi, mahala pa kukaa. Hivyo ndivyo vitu vinasumbua binadamu. Na vitu hivyo anaambiwa mwanaume, kama hujaweza kuvifanya vitu hivyo, kumfanya mke wako, hujawa na uwezo wa kuoa. Si kwa Mungu amekusahau mama, Mungu amemwamrisha mume wako akuletee riziki yako. Riziki yako Mungu aitoe, aipitishe huyu bwana kufanyia guarantee, utapata chakula, utapata nguo, utapata mahali pa kukaa. Sasa inakuwa bana na madamu yake wanakubaliana, tutafute mali, tutafute riziki. Jamani, mtatafuta riziki. Riziki iko wapi? Nani anajua fazi riziki ipo? Wallahi huweze kujua. Unazaliwa uchi, hata chupi huna, Mungu ndiye anajua. Sasa hasikiliza mpango ni huyu: idha nudiyati salatu min yaumil jumaa fasau ila dhikrillah. Mngesikia adhana, kimbilieni kumwabudu Mwenyezi Mungu. Wadharul bai', na simamisheni biashara zenu. Simamisheni biashara, funga biashara. Ya Rabbi, nifunga biashara na ndio wakili walikuwa wanakuja, ya Rabbi, Mungu anakuambia funga. Alafu anakuambia faidha qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Mnapokuwa mmaliza kuswali, mmemaliza kufanya ile kazi yenu, sasa kazi yangu mimi Mungu ni kukupeni riziki. Nendeni mkapapase, mtakuta fasi nimekuwekeeni. Kwa sababu Mungu angetupa riziki zetukute kitandani, mama njaharibika. Binadamu, wallahi mimi mzee wenu najua, ninalala sana kama sijafanya mazoezi ya kutembea, hata kusimama nashindwa. Kulala sana sija mazuri. Hii mambo ya haraka mnaona watu watu wanakaa upande wa mashariki, wanakwenda kutoka magharibi, wa upande wenye kufungua upande wa magharibi wanatoka mashariki. Hii mvamaizi ni vitu Mungu amefanya ili binadamu wawe na harakati. Hizo harakati ndio maisha. Lakini tuseme ndio zinabadili, Mungu anakuwa hana kazi ya riziki, sisi tunatafuta riziki. Halafu ibada tuache, maana mtu anakuambia kwa hata wakati kuswali sina, kwa sababu mimi nashughulika bana. Kazi yako umeumbile ibada. Kazi ya Mungu amejipa mwenyewe ni ya kukufa garanti ya riziki. Hii miezi 9 ulikuwa maji, wallahi kumtoa binadamu kumtoa ndani ya maji ni kazi kubwa sana. Hii kazi kaifanya yeye.
mpaka umekuwa mtu mzima. Umekuwa tangu utoto mpaka umekuwa mtu mzima. Sasa leo unasema una akili sasa ya kujitafutia, kuna haja tena Mungu. Haya ni makosa. Tafadhali sana tujikaze, tufanye kazi yetu ya ibada na tukapapasa. Basi kufanya ibada papasa, utakuta riziki yako fasi Mungu amekuwekea. Nasimama kidogo, samahani kusema mengi kwa sababu nina mengi ya kuambieni. Naam Sheikh, bila samahani kabisa, tunapata faida kama kawaida. Wallahi ala kujaza kila la kheri kwa yote ambayo kwamba unafikishia miongoni mwa nasaha. Naam, ali la kufata natoka kwa ndugu yangu wana Shishahayo Ali na swali, bufungue laini yake. Naam, naona Shishahayo Ali kwamba ametoka kwenye line. Kama bado yupo au vipi? Naam, Shishahayo Ali naona simuoni kwenye line, na ikiwa kama yuko kwenye line, mitambo yangu labda haiko vizuri, basi ningemuomba abonyeze star mara 2 kwenye simu yake ili simu yake itoke kwenye mute na apate kusikika anapouliza swali lake. Au Sheikh Salum anaweza kanisaidia kama mitambo yake iko sawa, namna kufungua line yake kama inaonekana kwenye screen yake inshallah. Kabla Shishayo hajafika, mimi nasisitiza tu kina mama wabakie nyumbani, walee watoto. Mtoto ameitwa ni madrasa, mtoto ni shule. Tangu miezi 9 tumboni kameba mtoto, asije baada kumzaa akamtupa kwa huyu mama mwenye kulea watoto akaenda kutafuta mali. Mali hazije kwa sababu ya juhudi. Mali zinakuja kwa sababu Mungu amekupangia upate. Wallahi, unakaa nyumbani, unafanya kazi zako nyumbani. Hebu kwanza siku moja shekhe, mniruhusu kwanza nizungumzie habari za kazi ya kina mama majumbani, kwa sababu kina mama wanafikiria kubakia nyumbani, nabakia mje amefunga mikono tu na bakia na katu asikie muziki basi. Hapana jamani. Mama Mungu amemfanyia kazi zake kubwa sana. Natoa mfano tu, miezi 9 kumtoa binadamu ndani ya maji, kumfanya binadamu amezaliwa na kichwa na miguu. Unafikiri ni jambo la kusema ni kila mtu anaweza kufanya kazi hiyo? Ni mpango Mungu amepanga hivyo. Sasa baada ya kumzaa mtoto, endelea naye mpaka toke nyumbani kwako enda kajige nyumba yake. Na mdogo wake aje hivyo, na mdogo wake aje naye amfanye hivyo, mpaka we mama achilia mbali mama gari nzuri, uwe na pesa mfukoni, kuwe na mwanaume, mpaka mwanaume anakufikia anazumika kazi hana raha. Ile raha Mungu alifanya kwamba bwana amepata raha kwako. Bwana anakuwa na wasiwasi kule kwenye kupiga benki. Kuna vijana wazuri, wana mamali, wana pesa, ni wazuri, warembo na wanapenda wanawake. Wewe unatoka usubuhi umejipamba, umefanya uzuri, hata mambo mengi umfanyie moyo wako na unayafanya kusema ngoja niende kazi nimependeza. Mama, unakwenda huko kwenye hatari, huko unakwenda kujidumbukiza ni ya moto wa jehanamu mama. Hebu tungoje maswali. Naam, shukran Sheikh. Nashukuru kabisa kwa uzidi kutupa nasaha bila shaka ambazo zinahusu maisha yetu, hasa sisi ambao kwamba tunaishi katika nchi hizi za kimagharibi. Naam, ndugu zangu Waislamu, kama una swali inshallah nakaribishwa. Sheikh bado yuko tuko naye kwenye simu.
Kwa hiyo kama una swali inshallah unakaribishwa hivi sasa. Unaweza kutumia namba zangu ambazo ni 2022262513 au ya Sheikh Salum ambayo ni 5126277009. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tukafungua line yako, au unaweza pia kutuma swali lako kupitia njia ya text message. Tutasoma swali lako Sheikh apate kulijibu inshallah. Naam, Ustadh Isa ana swali, ngoja nifungue line. Unaweza kufungua line yako Sheikh Isa Hatungimana ili upate kusika kwenye simu inshallah. Naam, karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Isa, nafurahi na shukuru nyie wote mliohudhuria na Waislamu wote, jazakumullahu khairan. Naam, unanisikia Sheikh? Tunakusikia vizuri. Naam, Sheikh, nashukuru kwa darasa, tumefaidika alhamdulillah. Nilikuwa nasema kuhusikana nilikuwa na swala kuhusikana na upande wa hadithi kidogo. Nimejaribu kutafanya ufumbuzi. Nilikuwa najaribu nisaidie kidogo katika swala la hadithi, kwa sababu kuna baadhi ya maulama wanasema kama inaruhusiwa, wanatoa fatwa kama inaruhusiwa kutumia hadithi ambazo ziko dhaifu ikiwa kama itakubaliana na fadhailul a'mal, wakisema kwamba Imam Hanbal na baadhi ya ulama walitoa hiyo fatwa kama inaruhusiwa kama itakuwa ni katika fadhailul a'mal. Kwa hiyo unaweza kunipa sharhi ya fadhailul a'mal kwa ufupi Sheikh, na huyo na hukumu hiyo wewe unaisemaje kutokana na kuruhusiwa kutumia hadithi dhaifa katika fadhailul a'mal? Jazakumullahu khairan. Naam Sheikh. Naam, ndugu zangu Waislamu, naona kidogo online ya simu ya Sheikh imetoka kwenye line. Tungeomba ili kufanya subira inshallah ili pate kujibu swali ambalo kwamba ndugu yetu Sheikh Isa alitoa. Naam Sheikh Isa. Naam Sheikh. Naona line ya Sheikh Isa sasa ipo kwenye line lakini hatumsikii. Basi inaonekana kuna ikhtilafu kidogo za simu. Tuzidi kufanya subira inshallah. Tutakuwa pamoja na. Jazakallahu khairan.
Naam, Sheikh Isa, naam, karibu. Kama swali umelipata vizuri au Sheikh Isa mwingine atungimana arejee swali lake. Nimesikia swali lake ni kuuliza kwenye hadithi dhaifu ambayo itakuwa inakubaliana na vitendo vyema. Naam. Kwa kweli wanachuoni wametahadharisha sana kutumia hadithi dhaifu. Hadithi dhaifu ambayo wanachuoni wanasamehe ni hadithi ambayo ina maana imo ndani ya hadithi zingine au ina maana ndani ya Qur'ani. Ni hadithi dhaifu, lakini udhaifu wake umetokana na jambo lingine, lakini maana ya hadithi ni sahihi kwa sababu inawafikiana na aya fulani na kubaliana na hadithi zingine sahihi fulani. Lakini kutumia hadithi dhaifu inatupelekea kuja kutoka kabisa kwenye mambo ya dini. Kwa kweli japo wanavyoni wengine wanakubaliana, lakini walimu zangu wa kweli hawakubali kutumia hadithi dhaifu. Naam, jazakallahu khairan ya Sheikh, nimefaidika hapo kabisa. Weka wazi kabisa. Kwa sababu wanachuoni wanasema hivi, jamani, mambo ya kheri ni mengi, dalili ni nyingi sahihi ambazo hazina shaka. Ya nini mtu kujipelekea kwenye mambo ambayo hajabainisha kwamba ni mazuri? Manake wanaingia kwenye ile hadithi inatuambia kwamba halalu bainu wal haramu bainu wa bainakuma wa bainahuma umur mushtabihat. Faman taka shubahati faqad istabra dinihi wa irdihi wa man waka fi shubuhat waka fi haram. Hivyo vitu navyo ukitizama huko ni sahihi, ukitizama huko ni dhaifu. Manake upande mwingine unaona mambo haya ni mazuri, upande mwingine si mazuri, sasa hayaeleweke, achilia mbali. Wallahi kila mlango wa jambo la kheri una dalili zake sahihi nzuri. Kama hujazipata dalili sahihi nzuri, uliza au simama. Lakini hadithi dhaifu zimeleta migogoro mikubwa ndani ya dini. Kwa hiyo tungeachana na mambo ya hadithi dhaifu, hadithi maudhua, hadithi makudhubi. Hivyo vitu vyote hivyo tumechekesha, tumehangaika mpaka tumekuta hamna faida. Sema kweli kabisa Sheikh, jazakumullahu khairan. Naam. Naam Sheikh, sadaqta kabisa, unasema kweli, bila shaka ni hivyo. Shukran Sheikh Isa na Sheikh Isa Tungimana, Allah kubarikini inshallah. Naam, ndugu zangu, karibuni mwenye maswali, nakaribishwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashaallah, alhamdulillah rabbil alamin. Kumsikia Sheikh wetu ambaye tumsikia maisha yetu mazima, bado tuko wadogo. Mungu amlipe pepo inshallah. Amina ya Rabb. Amina ya Rabb. Nilikuwa na swali kidogo Sheikh kuhusu kufanya ibada msikiti wa Makkatul Mukarrama na Madina na Masjid al-Aqsa. Nimesikia watu faida ni kubwa sana, lakini sikumbuki vizuri. Ningependa inshallah unipe utamu kidogo wa watu wanazungumzia kusali msikiti wa Makka, ndio unapata faida ya
sala 10,000, sijui ni kwa rakaa moja au ni kwa kipindi chote au ni 10,000 au ni 1,000 na Madina 500. Ningependa Sheikh kama mna muda unifunze kidogo nielewe vizuri kuhusu faida hizo za kusaidia sehemu tu kama hizo inshallah. Wallahi watu wanapenda ibada bana, kwa kweli wanahangaika kuitafuta ibada nzuri sahihi nono yenye kuwa na faida. Misikiti mitatu ina fadhila zake. Misikiti mitatu ina fadhila zake. Msikiti wa Maka swala moja, msikiti wa Maka ni 100. Sasa msikiti wa Madina ni nusu. Manake ile fasa ambayo manake wanachuoni wanaeleza kwamba au dalili zimekuja kwamba msikiti wa Maka ni msikiti ambao umepangwa ardhi hii. Manake msikiti ni jengo na ardhi yake na jengo. Sasa ardhi hii imetayarishwa kuwa msikiti tangu zama za kale, tangu Adam kushushwa. Wa malaika pia walikuwa nakuja kwenye ile ardhi na kuifurahia na kuiona kwamba ni ardhi takatifu. Manake vitu vimpelekea watu wa hadithi kutafuta hadithi zinazoonyesha ni tangu wakati gani Maka ilikuwa ni tukufu. Maka ilikuwa tukufu. Kwa hiyo jambo la swala ya ibada ya Maka ambayo hata malaika walikuwa wakiteremka kutoka peponi kuja kutembelea ile ardhi ya Maka. Alafu Madina, hii Madina ambayo ardhi hii imempokea Mtume Muhammad ibn Abdullah kamia huko, nayo ikapata utukufu vile vile. Na Baitul Maqdis, ile Bethlehem, ile Jerusalem, ule msikiti ni msikiti ulikuwa tangu mitume wote waliyepita mbele huko walikuwa huko kwenye Baitul Maqdis. Sasa nao ukapa ni msikiti ukawa nao umepata utukufu. Halafu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa ni mtume wa mwisho, ni mwisho wa mitume, amekusanya zile mafunzo yote ndio yatangulia yakawa ndani ya kitabu kimoja cha Qur'ani, na yeye akawa ni mtume wa mwisho kuja kutimiza na kufafanua na kufasiri na kusherehesha dini za mitume walitangulia. Sasa Mwenyezi Mungu akabadilisha kibla kutoka kwenye Jerusalem kuwa kibla ikawa ni Maka. Maka ilikuwa na utukufu wake tangu zama hizo kama nilivyoeleza. Lakini sasa mitume walikofanyia kazi huko, kina Isa, kina Nuhu, kina Yakobo, kina Musa, kina Isa, kina Ibrahimu, hao mitume wote, mitume karibu 125,000 wote wengi sana wamefanyia kazi huko Jerusalem. Ikawa mpata utukufu kwa sababu ni nafasi walikaa mitume kwa wakati mrefu. Sasa ikawa Mwenyezi Mungu amependa kutoa ujira wake. Mtu akiswali mtume wa msikiti wa Maka
swala yake inapata ujira mkubwa, na mtu akiswali kwenye masjidi Madina anapata nusu yake, na mtu akaenda kuswali masjidi, maana ni misikiti mitatu tunasema. Mtu akiswali ndani ya huyo msikiti wa Maka, mtu akiswali msikiti wa Madina, mtu akiswali msikiti wa Jerusalem, hiyo ni misikiti mitatu peke yake imeruhusiwa watu wasafiri. Hairuhusiwe mtu kusafiri kwenda kwenye msikiti mwingine. Kufunga safari tu kwa ajili ya msikiti, niyo misikiti mitatu peke yake nimepata utukufu huyo, watu waisafirie. Sasa ndiyo ikawa sasa imepatikana malipo makubwa mtu akiswali kwenye huyo msikiti, hiyo misikiti mitatu. Lakini kawa imezidiana, wa Maka ndio wa kwanza, wa Madina ndio wa pili, wa Jerusalem ndio wa tatu. Sasa sala ni ngapi? Sala ni ngapi? Kwa kweli hesabu nitazitafuta ni kuweza kukufikishia. Unaweza kumachia shekhe namba yako, nitakufahamisha baada ya muda kidogo tu. Nitakufahamisha ni 100,000 Maka, ni 500 Madina, au ni 1,000. 100,000 Maka au 1,000 Maka na Madina ni 500. Halafu nitatoa kutokana na dalili. Naweza kupatia baadaye inshallah. Inshallah. Jazakallah khair. Nashukuru sana Sheikh kwa kunipa utamu inshallah. Mungu alipe kila la khair inshallah. Shamba na namba yangu inshallah ni Frank akawa anazungumza. Okay, sawa. Naam, namba yako bila shaka. Inshallah. Kuna mtu ambaye ameandika message anasema kuna hadithi kutokana na haya mambo ya daraja ngapi ambapo kwamba unapata wakati unaposalia katika msikiti wa Maka, Madina au kabisa hadithi nitaitoa baada ya muda kidogo inshallah. Ni kiasi ya kufungua tu vitabu tu nitaitoa inshallah. Inshallah, basi nasubiri inshallah. Inshallah. Naam. Barakallahu fik. Nashukuru. Naam. Naam Sheikh, naona maswali kama vile hamna, basi kama hadithi itakuwa ni karibu tungeusubiri kidogo tu ili wengine ambao kwamba tunasikiliza pate faida inshallah. Baadaye kamilishe kikao na inshallah taala. Mnaweza kunipa kama dakika 5 hivi kidogo alafu nikajibu swali? Naam Sheikh, ndio. Hebu kwanza wacha nifungue kitabu nitazame. Naam, tutakuwa kwenye subira inshallah. Naam, ndugu zangu Waislamu, katika hali ya kumsubiria Sheikh ili tufidishe na swali ambalo kama ndugu yetu bwana Frank basi alikuwa akimuuliza Sheikh kwamba matangazo yetu kama kawaida ni kwamba ni kutokana na kongamano ambalo kwamba tunaliandaa insha Allah
mwaka huu mwezi wa Disemba. Nafikiri wengi wetu insha Allah tayari wameshajisajili, na ikiwa hujisajili bado, basi tungekuomba insha Allah ufanye hivyo. Na form za kujisajili bila shaka tumejituma hapo kabla. Unaweza kwenda kwenye mtandao wa Kiswahili halaka.com ukapata form huko na ukaijaza, ili tutazame namna ya kuandaa sehemu ambayo kwamba utakayofikia utakapohudhuria kongamano hilo la Kiswahili Halaka katika mji au state ya Arizona Disemba mwaka huu 2016. Inshallah nafikiri kusikana kongamano hilo mengi zaidi tuwafahamisheni katika siku za usoni, kwa sababu naona ndio tunasogelea kufikia mwisho wa mwaka. Kwa hiyo na maandalizi ndio yamesha inshallah yameshakuwa katika mwelekeo kwa mzuri. Anategemea tuwafahamisheni zaidi sana hapo baadaye katika siku au miezi au wiki za usoni inshallah. Jambo lingine ni kwamba ni kusikana na madrasa ambayo kwamba inajengwa au itaanza kujengwa inshallah katika siku za usoni pia. Kwa hiyo bado tunapokea michango yenu, michango aina yoyote, $5, $10, na wale ambao kwamba watajitolea inshallah labda wafanye monthly payment au itakuwa ni malipo ya kila mwezi kwa kiwango chochote ambacho kwamba kinawezekana, iwe $10, $20, $100, $1000, Allahu aalam, yani yote itapokelewa inshallah. Hakuna pesa ndogo kunako mambo ya ibada ya sadaka. Kwa hiyo inshallah michango yenu bila shaka inakaribishwa, na jengo hili bila shaka haliwezi kujengwa isipokuwa tumejitahidi na Mwenyezi Mungu atuwezesha kupata mapato fulani namna ya kujenga jengo hilo. Basi nakaribishwa ewe wakarimu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kunako fanaka kunako khairi hii ya kujenga masomo ya wanafunzi wa Kiislamu wapate elimu ya afya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pia elimu ambayo kwamba itasomeshwa katika madrasa hiyo bila shaka ni katika yale ambayo kwamba Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ni sadaka ya kudumu ambayo itatufaa au itatufaa hadi tutakapoiaga dunia hii. Naam. Ni yale nimezungumzia ni $100,000 ni ya Maka, ni swala moja unaandikiwa swala 1,100. Naam. Na swala moja ya Madina unaandikiwa swala 1,000. Naam. Swala moja ya Jerusalem unaandikiwa 500. Naam. Hivyo nilikuwa nimezungumza, ni kweli ni sawa tu, ni vitu ambavyo lazima tuwe tunajua kama kuna dalili. Hiyo ni hadithi ya Bukhari. Naam. Na ndugu yetu Bwana Frank alikuwa anauliza, je, ni sala moja ya labda kipindi kimoja au ni rakaa moja tu? Alikuwa hivyo. Naam. Swala kamili moja. Naam. Swala kamili moja ya alfajiri unalikiwa alfajiri 1,100. Ukiswalia Madina alfajiri moja unaandikiwa alfajiri 1,000. Ukiswalia Jerusalem alfajiri moja unaandikiwa alfajiri 500. Naam. Shukran. Nashukuru Sheikh kwa kuchukua muda kujibu swali hili. Nataraji kwamba sote kabisa tumefaidika na majibu yako. Allah kujaze kila la kheri insha Allah. Nafikiri maswali ndio hasina, na upande wa Sheikh Salum nataraji kwamba maswali na yeye pia hana.
anifahamisha lolote, basi ningependa kumkaribisha wangu Isa Hatungimana atusomee dua ya kuhitimisha kikao chetu hichi, ili tutazame na mengine ya kufanya miongoni mwa ibada inshallah. Sahihi. Naam. Karibu Sheikh Isa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين ويا حي يا قيوم ويا خير مسؤول، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. آمين يا رب. ونعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من عمل لا يرفع، ونعوذ بك من دعاء لا يستجاب. آمين يا رب. ونعوذ بك من السخط والغلول. يا رب. آمين. آمين يا رب. ندعوك دعاء المخبتين الزهاد أن تتوفنا جميعا مسلمين، وأن تلحقنا بالصالحين. آمين يا رب. وأن تظلنا بظل عرشك الكريم يوما لا ظل إلا ظلك. آمين يا رب. وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. آمين يا رب. يوم يقوم الأشهاد. آمين يا رب يا رب يا قريب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين يا رب. آمين يا رب. ربنا كما قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم، فقد دعونا ربنا فاستجب لنا. يا رب. إنك لا تخلف الميعاد. آمين يا الله. يا رب. آمين يا رب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. آمين يا رب. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. نعم. شكرا Sheikh Isa Hatungimana. Nashukuru pia Sheikh Isa Gitesa kwa muda wako kuwa mwepesi sana kabisa kujitolea katika kutuelimisha. Allah kujaze kila la kheri na aweke yote haya kwamba tumefikia leo katika mizani ya hasanati yako ya siku ambayo kwamba ya Rabbi. Amina wa yakum wa yakum. Amin. Haya ambayo tunayafanya inshallah. Amin. Pia tunawashukuru ndugu zetu ambao kwamba tuko nao kwenye line wanatufuata tangu hapo asubuhi. Basi na pia na wale ambao kwamba watakaofuata mawaidha haya baadaye inshallah kwenye YouTube na sehemu zingine. Allah kujazeni kila la kheri, na inshallah kunako majali inshallah hadi wiki ijayo tena mida kama hii ya saa 4 asubuhi Jumapili. basi subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asubuhi njema kwa watu wa Arizona huko na watu wengine inshallah. Adhuhuri njema. Naam.